ni wananchi wenyewe kueleza changamoto zao. Mwenyewe ulikaa ofisini, uliniagiza, kaniambia kila nikitizama mahudhurio ya watu ambao wanakuja katika wilaya naona namba si kubwa, na wasiwasi wako mkubwa kwamba pengine wananchi wengine hawapati fursa ya kufika kwa shughuli mbalimbali ambazo wanazo. Kwa hivyo ukaamua kwa makusudi mazima tuzifanye hili ziara, tuwafikie wananchi wenyewe kwa midomo yao, kwa vinywa vyao, waeleze changamoto ambazo zinawakabili. Wilayani kila Jumatano siku kama ya leo tunakuwa tuna mikutano ya masheha. Kwa hivyo masheha wote tunakuwa nao, wanaleta baadhi ya changamoto ambazo wananchi wanawatuma wazilete. Lakini ukasema pengine kuna mambo yanawagusa wao, hawawezi kuyafikisha. Kwa hivyo tushuke tukawasikilize wananchi. Kwa hivyo wananchi, kikao hichi ni chenu. Mimi namkaribisha Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya atufungulie kikao hichi, halafu tuendelee na utaratibu kama tulivyopanga. Mkuu wa Wilaya ya Kati Rajab Ali Rajab anasema hakuridhishwa na idadi ya wananchi waliojitokeza katika mkutano wake wa kusikiliza kero za wananchi katika shehia ya Kongoroni, jimbo la Chwaka, Wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Akizungumza na wananchi katika kiwanja cha skuli ya Kongoroni, mkuu wa Wilaya ya Kati Rajab anasema hakufurahishwa na kitendo hicho kutoshiriki katika mkutano wake, na badala yake asijitokeze mtu kwa kuwashtaki kuwa mkuu wa wilaya na mkoa hawapiti katika kijiji chao, kama hapa anavyosema. Kwanza nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia kufika katika shehia yetu ya Ukongoroni, ikiwa ni mwendelezo wa ziara zetu tulizojipangia kufanya ziara za kukutana na wananchi katika shehia zote. Kwa Ukongoroni tunawashukuru nyinyi ambao mmefika, lakini kiukweli hii sio shehia ya Ukongoroni ile ambayo tunajua sisi. Idadi ya wananchi katika shehia hii wapo 1230. Hatuwezi kuja hapa tunazungumza na wananchi wa shehia ya Ukongoroni na changamoto walizokuwa nazo, halafu tunakuta na watu hata 100 pengine hawafiki. Hapa Mheshimiwa Sheha na baadhi ya viongozi wao tunakutana nao sisi ofisini. Sisi tunachoamini kuna baadhi ya mambo kwa pengine mnaweza mkampa sheha, lakini sheha siweze kuyafikisha kwetu. Sasa tunatoka sisi maofisini, muda wetu sasa kumalizia kazi, saa 9 tutoke makazini turudi nyumbani tukakae na familia zetu. Lakini tunasema tunaacha hayo, tuwafate wananchi kokote walipo ili tukazungumze nao. Lakini tunakuja, hali tunayokutana nayo ndio hii. Kiukweli shehia ya Ukongoroni leo nafikiri ya 10 na ngapi tunafanya leo? 18 kwenye shehia 42. Hii ndio shehia ambayo imekuwa na watu wachache zaidi katika shehia zote ambazo tumekwenda kutembelea. Shafanya mikutano ya shehia mpaka kwenye viwanja vya mpira na vinajaa mkutano, kwa sababu tunajua anakuja mkuu wa wilaya, anakuja na kamati yake yote, tuende tukaeleze yale ya kwetu ambayo tupo nayo. Lakini namna ya watu ambao tumewakuta, tunajua Ukongoroni sio shehia na watu wengi, lakini sio kwenye kiwango hiki ambacho tumekuta. Kwenye hili mmetuvunja moyo sana. Sasa nafikiri labda huja mkuu wa wilaya mlikuwa hamna la kumwambia, wala labda hamkutaka kusikia chochote kutoka kwake. Mnasubiri mpaka labda aje rais au aje makamu wa pili afu mje mseme huyo mkuu wa wilaya tuje kumuona sasa huko Ukongoroni. Hajaja hata siku moja. Si ndo zenu hizo? Shakuja viongozi wakubwa mnatushtaki hatujaja, lakini tukija nyewe hamji. Hii hata mkinuna ndio iko hivyo tu. Viongozi wakubwa wakija, wananchi rahisi sana kuwashtaki viongozi hapa katikati, wakuu mikoa, wakuu wilaya, hatujai kuwaona sasa kwenye shehia yetu. Sasa leo ndo tumekuja kuwasikiliza wazee wangu. Leo tupo kwa ajili yenu nyinyi. Tukupeni nafasi mseme yale ambayo mnahisi haya yana faida kwa wananchi hapo Ukongoroni. Sasa kama ndo tumeridhika, ndo shehia nzima ya Ukongoroni ndo hii, sawa, sasa tuvunje kikao, sasa tutaendelea. Na huko na sisi tutaendelea kwa sababu moja tu, kwa sababu nyinyi ambao mmekuja sasa tunajua mna pirika zenu mmeziacha kwa ajili ya mkutano huu. Ndio hiyo tu inafaa tuendelee na huu mkutano, lakini otherwise tungebeba mambo magari yetu sasa tukaondoka. Lakini kwa nyinyi mpo watu wazima, tunaona wengi tu hapa. Kuna kazi zenu mmeacha na mmekuja kwa ajili ya kutusikiliza. Kwa lazima tuwasikilize nyinyi ambao mmefika. Kwa hiyo kikao hichi ni cha kwenu na kikao cha wazi,
na tunafanya kikao hichi kwa ajili ya kuwafuata wananchi, kuwasikiliza changamoto zao. Hizo changamoto zenu, maana kwenye level za uongozi hizi, mkitoka kwa sheha hapa kwenye hiyo ngazi inayopandia ni ngazi ya mkuu wa wilaya, ikitoka kwetu labda akija mkuu wa mkoa. Kwa hiyo tumekuja kuwasikiliza changamoto zenu ambazo mpo nazo, na sisi tutazibeba. Zile ambazo za kujibu, kutolea ufafanuzi uwanjani, tutazizungumzia hapa. Yale ambayo hatuyawezi tutawaambia, hili hatuliwezi, tutafute taasisi husika tuiandikie kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jambo letu hili tunachohitaji kwenye shehia yetu ya Ukongoroni, zile changamoto zote ambazo ziko chini ya uwezo wetu tuweze kutolea ufafanuzi na wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu na usalama katika eneo lao. Kwa sababu mkutano huu ndo mkutano halali, kwa hiyo tunawapa nafasi na fursa ya kuweza kuyasema yale ambayo mnayahisi haya yatakuwa na faida kwa wananchi wa Ukongoroni. Kwa hiyo karibuni sana, pia tunawashukuru nyinyi ambao mmekuja. Tunaamini pengine mkiyazungumza nyinyi, mtakuwa kijiji cha Ukongoroni kimezungumza na shehia nzima itakuwa message imefika. Kwa hiyo nafasi sasa ni ya kwenu. Tunachopaza sauti kwa katibu tawala ili tuweze kuendelea na mjadala. Kwa hiyo karibuni sana. Na wananchi hao wakaelezea changamoto zinazowakabili katika kijiji chao cha Ukongoroni. Alikuja rais wa Zanzibar, akaja habari ya njia na kusudi habari ya njia imepita na majukumu chungu nzima, alopewa midimu yake, alotendwa viwanja vyake, kila aidha njia imetukasoro kiasi fulani. Wengine sasa, kuna wengine wakaambwa mambo ya viwanja kwa hivyo leteni majina yenu ya viwanja, tukapeleka majina yetu. Haya, katafute kaunti zenu za benki, tukapeleka kaunti zetu za benki. Lakini mheshimiwa, mpaka hivi sasa hivi tunaona kimya baadhi ya watu, lakini wa viwanja hao hatujui limefikia wapi, hatujui liko wapi, hatujui inaendeleaje. Na mheshimiwa rais, samahani kidogo mzee wangu, shida nini? Maana kuna viwanja mliahidiwa hamjapewa. Tuliahidiwa kuwa tutatendewa marekebisho yake kama kulipwa ya baada ya kupita inshallah. Asante. Fidia yenu wala na hilo amelizungumza mwenyewe rais, na rais alituita sehemu hapa sitaji mabalozi matupu, akasema nataka watu 5 wano shida zao waelezee. La 4 likawa la shauri alimakame kutoka Ukongoroni na balozi namba 13. Nikamwelezea shida kama hiyo, akanambia msishughulike nyoti, madamu imepita njia. Na mimi mwenyewe nimezungumza, kila alodhulumiwa habari ya njia, sikudhulumiwa, alopata hasara ina maana katapata fidia yake. Kwa hivyo nashukuru maelezo ya rais ametueleza hivyo, na alifungua tulikwenda Mapandani hapa, akasema yoyote alopata na majeruhi hayo ina maana katalipwa. Kwa hivyo wengine tunaona kimya, lakini mchakato tushatenda, tushampa sheha, tushapeleka wanapohusika, lakini ndio tunaona kimya. Changamoto ambayo nilikuwa nao mimi itajikita kama ni swali. Nianze na awali kusema kwamba serikali ya mkoa wa Kusini Unguja imeazimia kwamba katika baadhi ya shehia kuweza kupanga mipango miji. Miongoni mwa shehia hizo ikiwemo shehia ya Ukongoroni. Kuna siku tarehe mmeisahau, lakini baadhi ya wajumbe wa shehia ikiwemo viongozi wa shehia tulishiriki kikao na tukaweza kuelezwa, kufahamishwa namna mipango miji ilivyo na sisi tunatakiwa tujipange namna gani. Kwa hiyo baada ya kikao kile tukahusika katika kikao kimoja cha kuweza kutembelea maeneo ambayo yatawekwa mipango miji. Huku mnakotoka barabarani, nadhani toka mlipoliona tangi kule hadi ya kuja huku pengine kwenye mnara na sehemu nyingine za huku, ambapo serikali ya wilaya ikaona kwamba eneo hili litatosheleza kwa ajili ya mipango miji katika shehia ya Ukongoroni. Baadhi ya wananchi tuliitwa kikao na mkuu wa mkoa pamoja na wakubwa wa mji na viongozi wengine. Kwa hiyo tukatakiwa tutoe kama ni pendekezo, je, tunakubali hatukubali? Kwa hiyo kikao kile kilifanyika jengo lile pale. Baadhi ya wazazi au wazee hapa wapo walishiriki, wakasema tunalikubali hilo kwa sababu tunataka maendeleo. Lakini huu unafika mwaka mpaka hii leo, baadhi ya wanashehia katika maeneo yale wana mashamba, wana viwanja, washajenga foundation, wengine washaweka matofali. Hatujajua, je, huu mpango mji ndo kweli upo au tumekuja kuchokozwa tu?
hapa mheshimiwa, tunaomba tupate maelezo ya kina, kama upo huu mpango, tujue tunakaa vipi, tunajipangaje, na sisi tujue namna gani ya kuweza kuishi inshallah. Nishakosewa na gari mheshimiwa, haipungui mara 3. Ombi letu tunaomba matuta. Ombi letu tunaomba matuta. Mkuu wa wilaya, hapa changamoto ambayo nitaitoa kwa niaba ya kijiji cha Ukongoroni ni 2. Moja, changamoto ya kwanza, mheshimiwa, tumehifadhi bahari na ndivyo utaratibu wa serikali ambao ulivyokuja nao. Lakini bahari hii sisi tunahifadhi, lakini watu wa Ukongoroni wakasema wanahifadhi, maana yake wanahifadhi kweli, sio masihara. Na mifano hai ipo, kama kutaoneshwa koko hiyo hapo, utasema labda utapotea huko. Na ukaoneshwa kule juu kule, basi pia, lakini sasa hivi tumehifadhi bahari. Lakini changamoto ya bahari iliyokuwepo mheshimiwa, kwamba sie tunahifadhi lakini wenzetu wanakuja kuvuna. Yaani hii ndo changamoto ambayo kubwa ambayo tuliokuwa nayo. Na kwa kweli changamoto ya bahari, kwa kweli Wachwaka ndo wanotuumiza. Maana lazima tuzungumze ukweli. Wachwaka wanatuumiza. Hawa Wachwaka maana yake kila pahala wanatajwa wao tu. Maana yake wana wakubwa ndo maana yake. Kwa hivyo na mheshimiwa, umekuja hapa umetaka changamoto na wewe pia mkubwa. Kwa hivyo upambane nao hao, ili na sisi tupate kuvua hapo karibu. Mwenzangu alizungumza swala la umeme. Mheshimiwa, umeme tunao, lakini umeme una shida kidogo. Na kutokana na ongezeko la watu na kuja kwa maendeleo ya barabara, tumepata maongezeko zaidi ya mambo, ukulima, wageni na viwekezo vingine. Tunaomba huu umeme unapokuja uje sambamba na transformer, kwa sababu matumizi yamekuwa makubwa sana. Swala la ajira katika afya, alhamdulillah, tulikuwa hatuna madaktari, lakini kwa sasa tunao, lakini daktari zetu ni wageni wote. Sasa huko nyuma tulikuwa tuna vikao sana na mawaziri hawa na wale, akiwa Mheshimiwa Haruna, na alituhaidi hilo. Sasa hivi vijana wetu tushasomesha, wa hapa wapo wanazurura tu. Sijui unatuambiaje hilo mheshimiwa? Jambo ambalo lilinifanya nije hapa ni kauli ya mkuu wa wilaya aliposema kwamba ikiwa baadhi ya changamoto zitahusu taasisi nyingine ana uwezo wa kuzifikishia. Ya kwanza ni kwamba tuna nyumba ya walimu ile pale mheshimiwa nyuma yako hiyo. Hiyo nyumba tulikabidhiwa mwaka jana, lakini kama ulivyoiona tangu tulipokabidhiwa mpaka hivi sasa hivi iko katika hali ile pale. Hali ya kuwa walimu wenye uhitaji wa ile nyumba wapo. Tunao walimu wanatoka katika shehia mbalimbali, mijini na vijijini, wanapata usumbufu sana. Kwa hiyo tunaomba tufikishie hilo. Haijamalizwa. Nyumba haijamalizwa mheshimiwa. Kwa hiyo tunaomba imalizwe. Lakini jambo la pili litahusiana na changamoto ambayo mimi naiona ipo katika serikali ya kijiji cha Ukongoroni. Changamoto zipo nyingi, lakini ambazo nitazungumzia mimi ni kwamba serikali ya kijiji cha Ukongoroni ni kama vile serikali ya vijiji vingine au serikali kuu. Ina mipango yake ya kuinua hali za wananchi. Miongoni mwa mipango hiyo walioipanga, kuna kipindi fulani walitaka kufanya project ya kujenga kule Juja, nadhani katika kuvutia masuala ya watalii, ili kuendana na sera ya Mheshimiwa Rais ya uchumi wa buluu. Lakini kwa taarifa nilizozipata ni kwamba yalikatwa magogo fulani kwa ajili ya kujenga kule, mpaka leo yale magogo inasemekana yamekumbwa kabisa na maji. Kwa hiyo ile project imefeli. Kwa hiyo ningelikuomba mheshimiwa utusimamie katika serikali hii ya kijiji ili kuweza kutatua changamoto ya kuweka vitega uchumi katika kijiji hichi. Nataka nikupe taarifa kwamba kila shehia ina mipaka yake pande zote 4 za dunia yetu. Lakini kuna shehia ya Ukongoroni inapata tabu sana mheshimiwa, kwa vijana wa shehia ya Kitogani. Kuna eneo linaitwa Kiwandani. Sijui kama umekufika huko au bado. Hawa vijana wa shehia ya Kitogani, au niseme watu wa Kitogani,
mheshimiwa, hili eneo wanalivamia, tena wanalivamia kwa nguvu, na kuna eneo limehifadhiwa. Kuna eneo ambalo lilikuwa lina magofu ya wazee wetu wa zamani ambao walijenga pale. Wenzetu wa Kitogani wale wakenda wakachukua rasilimali zilizokuwemo mle zote. Ndikuwa mna makaburi ya wazee wale ambao mimi nayafahamu, wameng'oa mawe yote. Mlikuwa mna mabigili ambao wazee walikuwa wanalima, mawe yote wamechukua, na bado hivi sasa wanavamia. Hivi ninavyokuambia tayari umeme umeshafika huko sehemu ya kiwandani. Watu wanagawana viwanja hivi sasa mheshimiwa. Kwa hivyo naomba hili pamoja na kamati yako ya ulinzi na usalama, na huko nyuma mkuu wa wilaya aliyepita ndugu Sadifa aliwahi kulifuatilia eneo hilo, lakini bado lingali linaleta migogoro. Kwa leo tutakuwa na changamoto moja ambayo inatukoseza raha wakulima wadogo wadogo ambao ndani ya mitaa hii tunakuwa tunapanda bustani za kupata angalau mboga ya kutumia katika chakula jioni. Lakini ukaangalia haya majengo yetu yalojengewa na mheshimiwa ni mazuri, yanapendeza. Lakini mlango ukasauliwa kufungwa ule pale, au hapo ukasauliwa kufungwa. Matokeo wale wanyama waliokuwa hawana wafungaji wanatutesa. Na hili mheshimiwa Sheha alishamkamata sana, lakini bado hadi leo barabara yote imejaa mavi ya wanyama hao. Na ndio maendeleo ambayo tunakusudia yazidi. Sasa hivi tatizo silijui liko wapi, kama hao wafugaji hawana kanuni rasmi au wamechoka uongozi kufuata. Dokta mwanamke hatuna, tunaye mmoja, kila pirika zinamlazimu yeye tu, wakati mwingine anachoka. Basi kwa hali hiyo tunataka tuongezewe dokta. Jengine wana vikundi wadogo wadogo, hatupati mikopo, tumehangeshwa kila pahala. Tunakwenda mara turudi kule, mara twende kule, hatimaye tushachoka, tunateketeza nauli za kwenda tukarudi, na hatujapata mikopo hata siku moja. Wanapata akili zao, tulikuwa hatuna akili, hatupewi. Na changamoto yangu binafsi kutokana na eneo, nadhani ofisini kwako nishakuja kama mara 3 mimi ofisini kwako, lakini bado changamoto yangu haijamalizika. Mheshimiwa, changamoto yangu, eneo langu limeuzwa, Sheha na mweziwe eneo langu ameliuza. Nadhani ofisini kwako nishakuja mara 3, ukanambia haiwezekani kuja peke yangu bila ya Sheha. Nimekuja Jumatano uliponiagiza, lakini kwa bahati mbaya Sheha kanikimbia. Kutoka nikamkuta ashapandia Vespa, kupandia Vespa akanambia mambo yote ashazungumza na wewe, mshamalizana. Lakini kama mshamalizana Sheha, mmemalizana vipi na mkuu wa wilaya? Kanambia nimwambie mzee alouza eneo arudishe eneo la watu. Sheha, unazungumza kutoka moyoni? Ngaba basi nipakie turudi nyumbani kama unazungumza hivyo. Akanipakia mpaka ngameni nishushe tunguu, kwa sababu huyo mwezio asije kukuona kama umenipakia. Kwa bahati akashusha tunguu, lakini mpaka leo Sheha ananihangaisha. Mtazamaji Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kutoka Kongoroni, jimbo la Chwaka, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, Mwarabu Mmadi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.